hospitali zote nchini, mama mjamzito ambaye ameshapatwa uchungu, ameshafika hospitalini, ana complication au hana complication, asisubirishwe kujiandikisha kabla hajaanza kupata huduma. Apelekwe kwanza kupata huduma. Ameshafika, hatoroki, mafaili ya mkute kitandani, asisubirishwe mapokezi. Nimefurahishwa mama moja hapa amesema alikuja hana hata ndugu moja. Ndugu wa kwanza amewakuta madaktari na wamemhudumia, ndugu zake wamekuta tayari yuko na mtoto. Hicho ndicho Dr. Samia anachotaka. Mtanzania anapokwenda hospitalini akute ndugu yake yuko pale. Ndugu zake wa kuzaliwa wa damu watamkuta akiwa ameshapata huduma. Kwa hiyo viongozi wa hospitali zote nchini, shusheni maelekezo kwa watu wenu wote wanaoshughulikia kuanzia mapokezi mpaka kwenye huduma ya mwisho. Najua madaktari ni professionals, hatutegemei jambo la tofauti. Huku kwingine huku tunajua wauguzi wetu ni professionals, hatutegemei mambo ya tofauti. Kwingine kote, Wizara ya Afya, MSD na hospitali zetu zote, ni lazima tuweke vipaumbele vya kununua dawa kufatana na matumizi yake. Hii story ya baadhi ya maeneo mwananchi kupata vipimo vyote alafu hospitali kubwa ya serikali ya nchi kubwa kama Tanzania anaambiwa dawa haipo, nenda kwenye kioski kule ndo upate dawa. Hii sio story inayopendeza. Linawezaje duka binafsi lipate dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Wapo wanaonunua, wapo wanunuzi wanaofanya makusudi. Wanapoagiza wanaagiza Panadol na paracetamol, alafu kwenye kuandika wanajua kule dawa ziliko kwenda, zile zilizo muhimu ambazo watu wanatakiwa watibiwe nazo. Kwa kila akimwandikia anamwandikia aende kwenye duka lake. Kama duka binafsi linaweza likapata dawa hizo, hospitali zote, maduka yetu yote na yenyewe yawe na dawa. Kama mwananchi atapita kununua kule kwa sababu ndo njia yake anaopita, hiyo ni njia yake amepita ndo kanunua, ama ndo iliyo karibu naye. Lakini isiwe hii kwamba huku kwingine ni kufanya vipimo na kuandikiwa na kuelekezwa kwenda pa kununua. Mheshimiwa Rais, na mimi najua hili, Mheshimiwa Rais ametumia fedha nyingi sana kwenye vifaa na dawa. Hatuwezi tukawa na uhaba wa dawa muhimu ambazo mtu binafsi kwenye duka lake anaweza akazipata. Kwa hiyo hili nalisemea kwa wizara, MSD na hospitali zetu zote.